Mkuta. Yaani baada ya kukuelekeza kwamba sitaki utembee na mke wangu, umeenda kuwavaga hapa kwenye shimo la tewa. We koma wewe. Kwani umeona hili shimo la Wajemi mpaka useme wanakaa hapa? Umeona? Yaani mwanamke mwenye aiba ya kike hawezi kuongea maneno kama haya. Yaani hapa hamna mwanamke, sijui unampeleka wapi huyu. Utua. Mbona mkosea heshima mgeni wangu? Unamwongelea kauli chafu kama hizo? Mkuta wewe mwache. Huyu ananijua vizuri, nishampasua kwenye kichwa chake. Huyu pombe zenyewe kaanza juzi baada ya kuondoka kwa dada yake. Alikuwa anakaa kwa shemeji yake. Ila baada ya dada kuachika na huyu ameachika, tafsiri yake alikuwa kwenye ndoa. Usimuone midefu hiyo. Unatoa vipi? Niache bwana. Una akili gani wewe? Wewe unaona anachokiongea hapa? Sasa utakuja na mtoto wa kike? Nataka nifanyeje sasa? Wewe Mkuta mwache ajaye, mwache nimpasue huyo. Muangalie kwanza. Watu wanataka tu refresh mind, wanataka kutuharibia mada hapa. Mjinga mkubwa wewe. Wewe. Takufumua kizazi mimi. Achana naye yule mtoto wa kike. Utakuja kupata kesi bure ndugu yangu. Wewe nielewa hivyo. Sasa nani? Wewe Mkuta, ngoja. Utanitafuta baadaye. Alafu wewe, niko pale masaa 24 nimerudi, niko nginja, niko top nimejaa. Njoo. Posa. Kwa hiyo hiki anachokiongea unaona sawa? Angekwambia wewe hivi, mimi kwa nini nasema kwa mimi niliolewa yani? Mimi niliolewa. Yaani mimi niolewe nitoe nini yani?